Taarifa za Wizara ya Afya kupitia kwa Waziri Dr. Christine Ondoa zasema kuwa watu 3 wamefariki huku wengine 2 wakilazwa eneo maalum katika hospitali kuu ya Mulago. I like to inform the general public that another viral hemorrhagic fever, Ebola, has broken out in the country. This follows confirmation from the laboratory investigations done at the Uganda Virus Research Institute. Mlipuko huu wa gonjwa hatari la Ebola umetokea miezi 2 tu baada ya Uganda kutangazwa kulitokomeza. Kulingana na uchunguzi wa awali uliofanywa na taasisi ya virusi kule Entebbe, vijiji katika kata ya Kakute, hasa Sambu pamoja na vingine kata ya Nyimbwa wilayani Luero vimeathiriwa. The first case, a boda rider, died on October 25th after presenting with signs of high fever and bleeding from some body parts. However, no samples were taken then from this case as it was not reported to the health facility. Waziri Ondoa amefahamisha wanahabari kuwa mtu wa kwanza kufariki alikuwa mwendeshaji bodaboda tarehe 25 mwezi Oktoba, huku mwingine akifariki tarehe 10 mwezi huu wa Novemba. Kwa sasa wagonjwa 3 wamelazwa katika eneo maalum hospitali kuu ya Mulago wakiendelea kupata matibabu, huku idadi nyingine isiyojulikana ikiendelea kutibiwa katika hospitali zingine sehemu mbalimbali za nchi. A number of suspects have already been identified and attended to appropriately. Concurrently, there are 5 suspects closely being monitored by our surveillance team. 1 is admitted at Bombo Military Hospital, 2 at Mulago National Referral Hospital Isolation Facility, while 3 are still in the communities. Kwa sasa wizara hiyo pamoja na wataalamu toka shirika la afya duniani WHO wamewatuma matabibu katika maeneo hayo ili kujaribu kuepusha maambukizi zaidi. Wakati huo huo, wananchi hasa jijini Kampala wametahadharishwa kuwa chonjo na macho wasije wakaambukizwa Ebola. A national task force coordinated by the Ministry of Health has now refocused its attention to the Luero epidemic since Marburg situation in western Uganda is fully under control. Luero district, as you may recall, experienced an Ebola outbreak last year in 2011. There was a single confirmed case then, but we supported the ministry to put up infrastructure and to build the capacity of people in Luero to respond to Ebola outbreak response. Gonjwa hili ni hatari kiasi kwamba laweza kuwaua watu 10 katika kipindi cha saa moja tu ikiwa hawapati matibabu kwa haraka. Miongoni mwa ishara za gonjwa hilo la Ebola ni homa kali, kutapika, kuendesha, maumivu ya kichwa na mgongoni, na haya hupelekea mtu kufariki haraka. Gonjwa hili huambukizwa pale unapogusana moja kwa moja na mtu ambaye anaugua Ebola, hasa na majimaji yoyote yatokayo mwilini mwake. Aidha, kuvaa nguo za mtu anayeugua Ebola ni mojawapo ya njia rahisi za kuambukizwa.